Mimi nikisimama hapa najulikana kama kijana kutoka Kondele. Sasa nikiongea naongea sauti ya ODM, kijana kutoka Kondele. Kitu cha kwanza nataka nijulishe Wakenya ya kwamba sisi kama vijana wa Kondele haturuhusi mawe tena. Hiyo lazima mjue. Haturuhusi mawe tena. Kama unataka turuhusi mawe, labda uchukue wale watu wako uende nayo barabara. Mimi nasema hivi, MOU walisign MOU, na baadhi yenu hapa sidhani kama kuna mtu alijua walisign nini. Wanabweka tu. Kitu cha kwanza Raila amesema ni election reforms lazima ziletwe. Ni faida kwa Kalonzo ama si faida kwake? Kwa sababu yeye ni bubu, hawezi enda kwa rais akamwambia Raila amemwambia ya kwamba election reforms lazima ziletwe na ifuatwe vile inatakikana. Hiyo ni faida kwa kila Mkenya. Ya pili, mimi naongea hivi. Wengine wanasherekea ati Raila alifukuzwa. Ni sawa. Raila amefukuzwa ni sawa. Lakini Kenya hii kila mtu ana ngome yake, sio? Na tukianza siasa ya kufukuza viongozi, wewe usidhani hata huyo wako pia atakuwa na usalama. Watu wataonana tu kwa siasa. Sasa usisahau hiyo. Swali Bape, kwa niaba ya bunge. Baba, hakuna sehemu yote Kenya hii ashaiwahi zomewa ama kuwa echoed katika historia. Lakini tuulizana, kwa nini ni kwa mara ya kwanza tena kule sehemu zake? Manake tumejua Kisii huwa ni omgad yake. Baada ya ameshikana na Ruto tu, kwa nini amekuwa echoed kwa mara ya kwanza na watu wakatoka stadium? Unajua kwanza hiyo event ilitengenezwa na jamaa wa Raila, Simba Rati. Hiyo event ilikuwa ya Simba Rati. Na mwenye alicheza hiyo mchezo tunamjua, ni senator. Na tunajua anatoka pande gani. Sawa? Eleza siogope, senator yupi huyo? Onyonka ndiye alicheza hii mchezo. Na hata kwa radio wengine bado wanalalamika wajalipwa. Wajalipwa. Sasa hiyo isa nani isu to discuss. Raila Amolo Odinga ukimfukuza ni sawa, amefukuzwa. Nyinyi mnaona ati Raila ameisha. Sisi kama watu wa ODM na watu wa UDA tunasema hivi, tumesikana bega kwa bega. Na kama mna hakika mko na watu wengi, msibweke. Ni 2027 watu wakutane wapi? Kwa debe. Na tukikutana kwa debe, hiyo wengi wenu, wengine wanasema Wakamba wana milioni 4, sijui Wakikuyu wana milioni 8, si tutajua. Na hiyo wakati si watu watasalimiana kidogo, kwa sababu siasa si kanisa. Watu watasalimiana kidogo na tujue vile siasa yetu tutapanga, sio? Na mimi nakuhakikishia combination ya Raila Amolo Odinga na Ruto, uliza Kibaki mwenye sasa ni marehemu, anajua ni nini ilifanyika Kenya, na yeye alikuwa ni rais mzuri, alipendwa na kila mtu, sio? Si tumerudi kwa hiyo combination tena. Na kuna watu walitangulia mbele wakaweka historia mbaya ya kuiba kura. Si tunawajua? Wao ndio wanataka kurudi kwa election tena. Na wao wakishinda sisi tutawawapa. Na tunajua vizuri wao ndio walianza mtindo ya kuiba kura. Sasa wao wakitushinda sisi hatuwezi waibia. Sisi pia tuwaibie kidogo. Watu waende draw. Kwani game tukicheza game ya draw kuna makosa? Sasa mimi nasema hivi, mambo ya fitina nyingi, siasa ya duni tuache. Mimi kitu nitaomba wakina Ruto na Raila, hiyo timu mmesikana na Wakenya wengi wanalalamika, sawa, wanalalamika. Na je, hao watu wakiimprove, wafanye kila kitu sawa, bado mtapinga? Kwa sababu mahali bulldozer ameingia baba, tunajua reforms lazima ziwekwe. Si tunajua hiyo? Raila akiingia mahali changes lazima ikue. Sasa kabla pinga hii kitu, angalia Bape, hii meli inaelekea pande gani? Chukua swali. Kulikuwa na handshake ya baba na Uhuru. Si Wakenya walilia sana. Kuna tofauti gani ilikuja?
Elezea bunge tu. During handshake, even president himself alisema kazi ilifanyika wakati huo. Ni Uhuru ndiye alisema, sisi. Uhuru alisema tamu yake ya kwanza hawakufanya kazi. Kwa swali kule. Spika, nina swali kwa mbunge ambaye ako kwa floor. Mr. Speaker, ile MOU tuliona Mr. Raila na Ruto wakisaini. Zile vitu walisaini ziko kwa katiba tayari, Mr. Speaker. Je, ni lazima baada ya election zile vitu ziko kwa katiba zisainiwe na yule mwenye ameshindwa ndio katiba ifuatwe? Hiyo implementation ya katiba inafanywa na serikali na hawajawahi implement, ndiye maana tunarudi kwa drawing board tuangalie hii mambo itafanywa vipi. Sasa mimi nasema hivi, sisi kama watu wa Raila hatusimami tena. Usipige siasa na jina ya Raila. Raila mmesema amelaniwa, hawezi kuongoza. Na bado mnamfuatia nini Raila? Mwingine anasema ati Raila ni tasa, hawezi kuwa rais. Sisi tumekubali hawezi kuwa rais. Mbona mnalazimisha mzee afuate mtu? Unataka tasa akufuate? Sasa mimi nawaambia sisi kama wana ODM tuko ndani ya UDA bega kwa bega. Na ikifika 2027 hii cheche yenu tunataka tuione. Msiogope. Wengine wanasema GNC. Kwani kwetu hakuna GNC? Kwani GNC ni ya Wakikuyu peke yao na Wakamba? Nyinyi ndio mna watoto vidogo. Sisi pia tuna vijana wepesi na tunajua kurusha mawe na durusi sahihi. Sasa ukiongelea mambo ya kanisa ati unapimia rais ati asipeleke pesa kwa kanisa. Kwani from the beginning kabla hajakuwa rais alikuwa anapeleka pesa? Mbona huku complain? Ama umezaliwa jana? Si rais alikuwa anapeleka pesa kabla hajakuwa rais? Mbona hao mapasta wako kataa pesa? Pesa lazima ipelekwe ndani ya kanisa ndio taifa yetu lijengwe. Na wewe kama una complain, tafuta njia vile uta complain. Kwa sababu naona watu wengi hapa wanastumu Ruto na wao wana deni ya Asla. Wajalipa. Simungalipa hii deni kale ijengwa. Bape uko sawa bape. Wewe mwenyewe umelala na pesa ya Ruto kwa mfuko. John Bosco na kazi. Na unasema ati Ruto afanyi kazi. Si ulipe hiyo pesa kwanza ndio tusaidie wengine. Sisi hatutaki siasa hiyo. Na mimi naomba rais Asla azidi kumpa watu na wenye walipi. Tutawatafuta mlango kwa mlango walipe. Hili Kenya iendelee. Asanteni.